yako, lakini amini kuna kuchipuka tena. Nguvu ya Mungu inapoingia ndani yako ya kufanya vitu ambavyo hujawahi kuvifanya, hata ujasiri wa kufanya vitu vikubwa, hata ujasiri wa kushinda sauti ambayo adui amekwambia hautapona. Madaktari wamesema tatizo ulilonalo utakufa au utaishi. Nguvu ile ya kukuimarisha kuanza upya inapoingia ndani yako, tayari unakuwa na uwezo wa kufanya mambo ambayo hujawahi kuyafanya. Inua mikono yako juu. Sema, Roho Mtakatifu, siku hii ya leo nahitaji neema yako, nahitaji nguvu zako. Nijalie neema ya kufanya mambo ambayo sijawahi kuyafanya. Nijalie nguvu ya kufanya mambo ambayo uwezo wangu hauwezi kufanya. Inua sauti yako kwa imani. Roho Mtakatifu, Mungu wa neema, Mungu mwenye nguvu, Roho Mtakatifu, tunakusihi tena Bwana jioni hii leo, ikiwa ni siku ya 3 ndani ya maombi haya. Baba, tunaendelea. Kuna wengine wanatufuatilia kwa njia ya Facebook Bwana, wengine kwa njia ya mitandao mbalimbali. Ninakusihi Roho Mtakatifu, ombi hili Bwana umesema mwenyewe kwa neno lako, haya njooni msemezane, leteni hoja zenu zenye nguvu. Baba, tunaomba hii ndio hoja yetu Bwana, tujalie neema, tupatie nguvu Bwana ya kufanya mambo makubwa ambayo hatujawahi kuyafanya. Tupe nguvu Bwana, tujalie neema Bwana ya kufanya mambo ambayo hatujawahi kuyafanya. Tupe nguvu Roho Mtakatifu ya kufanya mambo ambayo akili zetu haziwezi kufanya. Tujalie neema Bwana, tujalie neema, tujalie neema Bwana, tujalie neema Mungu aweza, tujalie neema kila aliyejiunganisha na maombi haya. Tujalie neema Bwana, tujalie neema Bwana, tujalie neema Bwana. Hatuwezi bila wewe. Kama neema yako haitaingia ndani yetu, hatutaweza kufanya jambo lolote. Kama neema yako haitaingia ndani yetu, hatutakamilisha jambo lolote. Kama neema yako Bwana haitaingia ndani yetu, hatutakuwa na uwezo kufanya mambo makubwa ambayo hatujawahi kuyafanya. Roho Mtakatifu, wewe ambaye ni msaidizi, tunaomba utusaidie Bwana, ukatusaidie Roho Mtakatifu, tukafanye vitu ambavyo hata ndugu zetu hawajawahi kufanya. Roho Mtakatifu, Baba, tunakuomba Roho Mtakatifu, tunakusihi tujalie neema yako, tujalie neema yako Bwana, tujalie neema yako Jehova, tujalie neema yako Bwana. Tumemimina mioyo yetu mbele zako, tumemimina nafsi zetu mbele zako. Tunakusihi Mungu wa mbingu na nchi, tujalie nguvu, tupatie nguvu Bwana. Hatuna nguvu ya kufanya mambo makubwa ambayo tunatamani kuyafanya. Tujalie nguvu ndani yetu ya kusimamia mambo ambayo tumeshindwa kwa miaka mingi. Tujalie nguvu Roho Mtakatifu ya kumiliki vitu vingi vya thamani ambavyo hatujawahi kuvimiliki. Bwana, tunaomba, umesema mwenyewe kwa neno lako, liko tumaini la mti uliokatwa ya kwamba utachipua tena. Haijalishi tumeanzisha mambo kwa miaka mingi na tumeishia njiani, lakini jioni leo tunaamini kuinuka tena, tunaamini kuanza tena, tunaamini kusimamia maono. Bwana, tunaomba tujalie neema yako, tujalie Bwana, tujalie Roho Bwana, tujalie Roho Bwana, tujalie Roho Bwana, tujalie Bwana. Achilia uwezo ndani yetu, achilia nguvu Bwana, achilia uwezo wa kusimamia mambo ambayo hatujawahi kuyasimamia kwa miaka mingi. Baba, tunaomba Roho Mtakatifu, tunaomba Bwana, tunaomba Mungu wa neema, wewe ambaye ni msaidizi, utusaidie Roho Bwana, utusaidie Bwana. Nguvu zako zingie ndani yetu, zituwezeshe, zituwezeshe, zitustahilishe mahali ambako hatuwezi kustahili. Bwana wa neema, tunaomba neema yako Bwana, neema yako kutusaidia, neema yako kutusaidia. Ingie ndani yetu Bwana, ingie ndani yetu Bwana, ingie ndani yetu Bwana. Neema yako, nguvu yako ingie ndani yetu Bwana, ituwezeshe kusimama kwenye nafasi ambazo hatujawahi kuzisimamia, ambazo hatujasimama kwa uaminifu. Tusaidie Mungu wa mbingu na nchi, tusaidie Bwana wa majeshi, tusaidie Mungu wa neema, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana. Achilia uwezo ndani yetu, achilia uwezo kama ambavyo ulivyoachilia uwezo ndani ya Samsoni, akaua wale wa Filisti kwa kutumia taya ya punda. Bwana, tunaomba Roho Bwana, tunakusihi tujilie kwa nguvu ndani yetu, tujilie kwa nguvu ndani yetu. Tuna mambo mengi, tuna mipango mingi, tuna mikakati mingi, kuna maombi mengi ambayo tumeandika kwamba ndani ya mwaka huu tunatamani Mungu tuwezeshe. Tu nguvu zako hatutaweza. Tunaomba ile neema, tunaomba ile neema yako ingie ndani yetu Bwana, ingie ndani yetu. Ona yule mama ameomba
maombi hayo kwa miaka mingi, hana uwezo tena Bwana wa kufanya chochote. Tunaomba neema yako, tunaomba nguvu zako ziingie tena ndani yake. Ona Baba, huyo baba ameomba kwa muda mrefu Baba, amejaribu kwa miaka mingi, ametafuta kwa miaka mingi, lakini hajaweza, amekata tamaa, amevunjika moyo. Baba, jioni ya leo tunakusihi Bwana, achilia neema ndani yake, achilia nguvu, achilia nguvu, achilia nguvu Roho Bwana, achilia nguvu Baba, achilia nguvu ndani yao, achilia nguvu ndani yao. Ona wamama, ona vijana, ona mabinti Bwana, wengine wanatutazama, wamefika mwisho, hawaoni mwelekeo, wanakuhitaji wewe. Bwana, tunaomba Roho wako awajirie kwa nguvu ndani yao, awajirie kwa nguvu ndani yao, awajirie kwa nguvu ndani yao. Yule Roho uweza, Roho mwenye nguvu, Roho msaidizi aingie ndani yao kwa nguvu, awajalie neema kufanya mambo ambayo hawajawahi kuyafanya. Bwana, 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 rabo yandarabasa yandarabo rikana mashandaraba rabo shekera masaya ripo sekera mama yandaraba siria rabo rakayandira baba raba shandaraba baba rikaya mama rienderere rikorobo seyandaraba rienteremesia rabo rikaya bashandaraba rikoraba sayandaraba rikara mama. Baba, tunaomba wengine wametumika kwa miaka mingi, wamejaribu Bwana, hawana nguvu tena, hawana nguvu tena. Tunaomba Jehova, ule neema yako ingie ndani yao, wasimamie tena maono. Ile nguvu Bwana ingie ndani yao, iwape kuendelea. Ile neema yako Bwana ingie ndani yao, iwape kuwafanya kuwa moto, ili kusimama kwenye zile nafasi ambazo umewaamini Bwana. Ninakusihi Bwana, wengine wamefungua kampuni mbalimbali, wengine wamefungua biashara mbalimbali Baba, wamekata tamaa maana haoni faida, lakini neno lako linasema mwenye kiwango ataishi kwa imani, hata kama akianguka mara 7 atainuka tena. Baba, tunaomba inua tena, haijalishi ameanguka mara ngapi, lakini tunaamini kwa habari ya neno lako ya kwamba kuna kuinuka tena. Roho Bwana, Roho Bwana, rejea ndani yao Bwana, rejea ndani yao Bwana, wape nguvu tena ya kusimamia hayo maono, wape nguvu tena ya kusimamia hizo kampuni, wape nguvu tena ya kusimamia hizo biashara, wape nguvu tena ya kusimamia maono makubwa uliyoweka ndani yao. Roho Bwana, Roho Bwana, Roho Bwana, Roho Bwana, raba yanda raba baba rikara mama raba zayanda raba saka rabo sheke raba zia rikeremeza yanda raba baba. Tunakuhitaji wewe Baba, tunakuhitaji wewe Baba. Hatuwezi bila wewe, hatuwezi hata kidogo, hatuwezi hata kidogo. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji nguvu zako Baba. Tunaomba tupe nguvu Baba ya kuingia mahali ambako hatujawahi kuingia, hata kama elimu ni ndogo kiasi gani, lakini neema yako inaweza kutusaidia Baba. Tunaomba neema yako ikatusaidie, iwe ni kukutana na watu ambao hatujawahi tarajia kukutana nao. Neema yako Bwana iliyomtambulisha Yusufu, Bwana tunaomba ikaingie ndani yetu, ikatutambulishe kama ambavyo ilitambulisha Yusufu. Bwana wa neema, Bwana wa neema, Bwana wa neema, tunakulingana Baba, tunakulingana Bwana. Jioni ya leo hatuwezi nyamaza, hatuwezi nyamaza, hatuwezi nyamaza, hatuwezi nyamaza, hatuwezi nyamaza, hatuwezi nyamaza. Ona huyo kaka anayetufuatilia Bwana, ana mambo mengi, anakuhitaji Bwana, ana maswali mengi ambayo amejiuliza kwenye maisha yake, haoni ufumbuzi wowote. Baba, ninaomba kupitia maombi haya, jibu maombi yao, 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 jibu maombi yao. Raba baba zaya rikarama yandaraba rakayanda raba zaya rakoya basika rabosha
karama mama ribosha karama mama yenderere rikarama mama yandira bozaya rakayandaraba rikora basaka yandarabosha karama mama rikarabasaya yandira bozaya rabasaka. Ule uwezo wa kimungu, uwezo wa kimungu, uwezo wa kimungu uingie ndani yako, uingie ndani yako, uingie ndani yako. Uwezo wa kufanya mambo makubwa uingie ndani yako, uingie ndani yako, uingie ndani yako. Ile nguvu ya kufanya mambo ambayo hujawahi kuyafanya ingie ndani yako, ingie ndani yako, ingie ndani yako, ingie ndani yako. Ile neema ya kusukuma maono yaliyoko ndani yako ingie ndani yako, ingie ndani yako. Rabazakarama ya karama yekerebeza ya narabo rikarama mama rianderere rabababababa ya karama za ya nderere rikoroboza ya naraba yekerebeza ya ndorobo rikayaba za ya naraba rikarababababa rabaza ya nderere rakayandirabo ya karama za ya narabo yekeremesi ya baba. Bwana, tunakuomba Baba, tunakuomba Bwana, tunakuomba Bwana, tunakuomba Bwana. Wengine historia zao ni ngumu, hawajawahi kufanya jambo lolote, hawajawahi kumiliki chochote, hawajawahi kuanzisha chochote, hawajawahi kusimamisha chochote. Neema yako Bwana ingie ndani yao, neema yako Bwana ingie ndani yao, ikawasaidia kufanya mambo ambayo koo zao hazikuwahi kufanya. Ile neema kuwasaidia, ile neema kuwasaidia, ile neema ya kuwawezesha, ile neema ya kuwatia nguvu ingie ndani yao Bwana, ingie ndani yao tena, ingie ndani yao tena. Ule ujasiri uliopotea ndani yao uingie tena, waanze kuchukua hatua, waanze kuchukua hatua kufanya mambo ambayo mazingira yalikataa. Bwana, Bwana, ile nguvu yako ingie ndani yao Bwana, ingie ndani yao, ingie ndani yao, ingie ndani yao. Ule ujasiri wa kimungu, ile neema ya kimungu ingie ndani yao. Rabo sheke raba ya karama rindorobo shakarama raba zaka rabo sheke rabo shakarama. Neema zaidi ingie ndani yao, ingie ndani yao Bwana, juu ya vijana, juu ya wamama, kwa jina la Yesu. Neema iongezeke, moto uongezeke, neema iongezeke. Piga makofi huko, mwambie Bwana Yesu, niongezee nguvu katika msimu wa Pasaka, niongezee moto zaidi, niongezee nguvu zaidi. Nguvu ziongezeke mara 7, neema iongezeke, nguvu kubwa ya kufanya mambo makubwa, ya kufungua malango makubwa iongezeke ndani yangu. Piga makofi, kunaomba omba kabisa kwa bidii ndani ya msimu wa Pasaka. Moto wa kufanya mambo makubwa, nguvu ya kusukuma mambo makubwa, nguvu ya kukamilisha ndoto, nguvu ya kukamilisha maono makubwa iongezeke ndani yangu, iongezeke ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo. Moto uongezeke, neema iongezeke, nguvu iongezeke mara 100 zaidi, mara 100 zaidi, mara 100 zaidi, mara 100 zaidi, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Nyosha mikono yako juu. Kumbuka haya ni maombi ya kumtafuta Mungu kibinafsi. Unamtafuta Mungu kibinafsi. Kila mmoja kuna nguvu anahitaji, kila mmoja kuna nguvu unayohitaji. Kuna kitu ambacho unakihitaji kiongezeke ndani yako. Kwa hiyo kumtafuta Mungu kibinafsi, hauangalii mtu, hauangalii nani ananiamsha, hauangalii mpaka uamshwe na mtu. Hii sio tu kanisa au sio tu kongamano. Ni mtu kibinafsi. Hata kama angekuwa ni mtu mmoja wawili, lakini wewe uliyejiamsha ndani ya msimu wa Pasaka, lazima kitu kitokee. Wewe unanifuatilia kwa njia ya mtandao Facebook, kumbuka haya ni maombi ya kumtafuta Mungu kibinafsi. Ukiwa kwenye kona yako unamtafuta Mungu kupitia maombi haya. Kumbuka tunachochea nguvu, tunajiunganisha na nguvu ya ufufuo. Kuna mambo yalikufa, lazima yafufuke. Maombi yalikufa, uamsho ulikufa, karama zilikufa, lazima ziamke. Hebu inua sauti yako, sema kwa jina la Yesu,
Sema kwa sauti ya juu, kwa jina la Yesu ninajiunganisha na nguvu kubwa ya kufanya mambo makubwa. Katika jina la Yesu ninajiunganisha na moto mkubwa wa kufanya mambo makubwa ndani ya msimu huu, mwaka huu 2025. Nipe nguvu, Roho Mtakatifu, nipe uwezo wa kufanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Inua sauti. Tunaomba Baba, ndani ya msimu huu wa Pasaka, tunaomba Bwana tupe nguvu ya kufanya mambo makubwa ambayo tujawahi kuyafanya. Tupe nguvu Bwana, tupe nguvu Bwana ya kufanya mambo ambayo tujayafanya kwa muda mrefu, ambayo tujayafanya kwa miaka mingi. Baba, tunaomba msimu huu wa Pasaka, tunakusihi Bwana, tupe nguvu Bwana, tupe nguvu, tupe neema ya kufanya mambo ambayo tujawahi kuyafanya. Nguvu kubwa, moto kubwa Bwana, moto zaidi, neema zaidi iingie ndani yetu Bwana, iongezeke ndani yetu, 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 iongezeke ndani yetu. Yesu Kristo, nyosha mikono yako. Baba, ninaomba kwa kila mmoja aliyefuatilia maombi haya, wanaonifuatilia kwa njia ya Facebook na maeneo yote, ninatangaza kupitia maombi haya, nguvu mara 100 iongezeke ndani yako. Amen. Nguvu mara 7 iongezeke ndani yako. Amen. Sema napokea moto mara 7 zaidi. Napokea moto mara 7. Inuka, sema napokea moto zaidi kwa jina la Yesu. Napokea moto zaidi mara 7. Sema amina. Amen. Biblia inasema katika msimu wa Pasaka walimkamata Petro. Herode alimkamata Petro, akamweka ndani, akamweka kwenye gereza, akisubiri mara baada ya Pasaka amtoe amuue. Lakini maandiko yanasema kanisa liliingilia kati, kanisa lilianza kuomba. Baada ya kanisa kuomba, kuna nguvu ya malaika alitumwa akamtoa Petro kwenye kifungo. Ikasema kabla usiwe mtu wa kudharau kifungo. Kifungo kinapoanza, mwisho wa kifungo kuna mauti imekusudiwa. Mwisho wa kifungo kuna mabaya makubwa. Petro aliwekwa kifungoni, lakini walikuwa wanasubiria wamtoe ili wamuue. Herode alikuwa anasubiria mara baada ya Pasaka amtoe ili amuue kama alivyomuua Yakobo. Lakini kanisa liliposhtuka na kuanza kuomba, Petro akatolewa kwenye kifungo. Kama kuna kifungo chochote ulichowekwa kinachosababisha matatizo dakika za mwisho, kinachosababisha mauti dakika za mwisho, waliokushikilia ili kusababisha matatizo, piga makofi, sema kwa jina la Yesu. Hivyo vifungo vibaya nilichowekwa, wanaonisubiria ili kusababisha matatizo dakika za mwisho, hicho kifungo kikatike kwa jina la Yesu, kikatike kwa jina la Yesu. Kila kifungo kilichowekwa mbele yangu dakika za mwisho kikaribike, haribika, vunjika. Kila kifungo kilichosimama dakika za mwisho kufanya uharibifu kwenye maisha yangu, kwenye hatima yangu, kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kwenye kila ninachokifanya, kwa jina la Yesu kiharibiwe, haribika kwa jina la Yesu Kristo. Kila kifungo kilichosimama dakika za mwisho ili kuharibu mambo yangu, kwa jina la Yesu vunjika, 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 kwa jina la Yesu vunjika. Najitoa kwenye hicho kifungo, ninajitoa kwa jina la Yesu Kristo, ninajitoa kwenye hicho kifungo ambacho kilichowekwa dakika za mwisho ili kuangamiza maisha yangu. Ninajitoa kwenye hicho kifungo, ninajitoa kwa jina la Yesu. Natoka nje kwenye hicho kifungo, ninatoka kwa jina la Yesu, natoka kwa jina la Yesu. Malaika aliyetumwa msimu wa Pasaka, msimu ule wa Pasaka, malaika alitumwa akamtoa Petro kwenye gereza. Ninaamuru malaika kwenye msimu huu kupitia maombi haya, kama kanisa lilivyoomba, na sisi tunajiunganisha na ile maombi. Mahali kokote ulikowekwa kifungo
kifungo chochote kinachokusudia mauti mwishoni, kinachokusudia mabaya mwishoni, ruka, sema natolewa kwa jina la Yesu. Natolewa kwa jina la Yesu. Piga hatua, sema natoka, 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 natoka kwa jina la Yesu Kristo. Natoka kwenye hilo gereza, natoka kwenye hilo gereza, hilo gereza la kichawi, gereza la kipepo, natoka kwa jina la Yesu Kristo. Natolewa kwa jina la Yesu Kristo. Fire mara tatu. Fire! Kwa jina la Yesu. Nyosha mikono. Baba, ninatangaza yote anayeshiriki maombi haya, iwe ni mahali kokote alipo wanakonifuatilia, mkoa yote, iwe ni Kenya, Nairobi, wanaotufuatilia kutoka maeneo mbalimbali, anayeshiriki maombi haya, ile nguvu iliyomtoa Petro kwenye gereza, ile nguvu iliyomtoa Petro kwenye kifungo ambacho kilikuwa kinasubiria kuuawa dakika za mwisho, hiyo nguvu, malaika yule aliyemtoa aje kwako kwa jina la Yesu. Aje kwenye familia yako kwa jina la Yesu. Aje kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Aje kwenye biashara zako kwa jina la Yesu. Aje kwenye utumishi wako kwa jina la Yesu. Aje kwenye huduma yako kwa jina la Yesu. Ukasema natoka. Natoka. Sema amina. Mgusa watu watano, waambie utolewe. Utolewe kwa jina. Msimu wa Pasaka. Msimu huu wa Pasaka. Maombi ndio yalimtoa Petro. Kupitia msimu wa Pasaka na maombi haya lazima utolewe. Sema natoka. Natoka. Sema amina. Amen. Mpe Yesu makofi mengi mazito. Aweza kurudi kwenye kiti chako. Sikiliza, nimesema haya ni maombi ya kumtafuta Mungu kibinafsi. Haya sio maombi ya harambee. Ambaye ana moyo wa kujiamsha ataamka. Yule mwenye moyo wa kujiamsha atafanyaje? Ataamka. Sema amina. Petro alikuwa amelala. Petro alikuwa amelala, lakini malaika alimpiga. Na amuru malaika ndiye atakaye kuamsha kwenye maombi, akupige uamke. Sema amina. Mwambie jirani yako, haya maombi sio kushawishiwa na mchungaji, uamshwe mwenyewe na malaika kwenye msimu huu. Sema amina. Sema haleluya. Wala wanaotufuatilia kwenye Facebook, hakikisha kwamba una share na mtu mwingine. Comment, tuambie unatoka wapi, unatufuatilia kutoka wapi, na kitu gani ambacho kinakufungua kupitia maombi haya, na itakuwa baraka zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapo wanaona kupiga hatua kupitia maombi haya? Kuna kitu kinaongezeka. Kuna kitu kinaongezeka. Kuna kitu kinaitwa, nikupe siri ndogo hapa, siri kubwa, sio ndogo, kubwa. Inaitwa siri ya funguo za mamlaka. Yesu Kristo alipokufa na kufufuka, cha kwanza kabisa ambacho alikifanya ni kumnyang'anya adui shetani ufunguo. Alafu ule ufunguo akatupa sisi kanisa. Moja kati ya siri kubwa sana katika maisha ni kuwa na ufunguo. Unaweza ukawa na kila kitu, unaweza ukawa umepewa kila kitu, lakini kama huna ufunguo, maanake huna mamlaka. Ufunguo ni kitu kidogo sana, lakini kina nguvu kuliko mlango. Mlango unaweza ukawa ni mkubwa sana, lakini unarimotiwa na ufunguo. Yaani mamlaka ya ufunguo ikikosekana kwenye mlango, uwe na uhakika huwezi kwenda kokote. Narudia tena, mamlaka kubwa ya Mkristo ni ufunguo. Ndio maana Yesu alipokufa, aliposhuka kuzimu, cha kwanza alidili na ufunguo. Alimnyang'anya shetani ufunguo, alafu akatupa kanisa. Mungu akupe nguvu ya mamlaka ya funguo. Mahali kokote utakakopita, malango yafunguke kwa jina la Yesu. Chochote utakachotamka kifunguke kwa jina la Yesu. Amen. Sema nafungulia kwa jina la Yesu. Nafungulia kwa jina la Yesu. Funguo ndio kila kitu. Unaweza ukawa na spidi zako zote kule ulikotoka, lakini kama kuna mlango ambao unahitaji ufunguo, unaweza ukaishia, spidi zako zikaishia mlangoni. Kwa nini spidi zote zinaishia mlangoni? Ni kwa sababu hakuna ufunguo.
Lakini ukiwa na ufunguo, maana yake unapenya, unapita. Sema nguvu ya mamlaka, nguvu ya mamlaka ya ufunguo ikae kwenye mikono yangu, ikae kwenye mikono yangu. Ukiwa na funguo utafanya biashara zitafunguka. Ukiwa na ufunguo utafuga mifugo itazaa. Ukiwa na funguo hakuna chochote kitakachozuia. Ukiwa na ufunguo unajeuri. Ukiwa na ufunguo unaweza fungulia chochote. Ukiwa na ufunguo hakuna lango litakalozuia. Malango ya baraka zetu yanategemea ufunguo. Malango ya upenyo wetu yanategemea funguo. Malango ya maisha yetu yanategemea funguo. Malango katika kona zote, yani kuna lango mpaka la mji. Unapoingia katika mji wa Arusha lazima uwe na funguo za Arusha. Sema amina. Ukitaka kufanya biashara Dar es Salaam lazima uwe na funguo za kufungua Dar es Salaam. Sema amina. Ukitaka ufanye biashara Morogoro, ukitaka ufungue chochote maeneo yoyote, iwe ni chochote unachokifanya, lazima uwe na funguo za mahali hapo. Mungu alitupa funguo. Kitabu kile cha Mathayo, angalia kitabu cha Mathayo 16, Mathayo 16 mstari wa 19. Yesu anamwambia Petro, anasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Funguo za wapi? Funguo za wapi kwa sauti? Za mbinguni. Za ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa wapi? Mbinguni. Na lolote utakalo lifungulia duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Mungu akupe uwezo wa ajabu sana wa kufungua katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema funguo. Ufunguo. Ukiwa Mkristo, acha hofu, acha mashaka. Hata kama ungetupwa Singida kijijini kule mahali penye vumbi, ukiwa na funguo unaweza ukapenya kimaisha. Yeye utashangaa, huyu jamaa amepitaje? Huyu jamaa amepenyaje? Ni kwa sababu ya funguo. Sema napokea funguo kwa jina la Yesu Kristo. Napokea funguo kwa jina la Yesu. Sikiliza, shetani yeye hana funguo. Ibilisi hana funguo. Ndio maana hana uwezo wa kuponya mtu. Wale wanaotegemea wachawi na waganga wa kienyeji, shetani hana ufunguo wa uponyaji wako. Shetani hana ufunguo wa utajiri wako. Shetani hana ufunguo wa maisha yako mazuri. Shetani hana ufunguo wa chochote kizuri unachokitaka, ila yeye ana uwezo wa kusababisha tu matatizo, ila kuyaondoa hawezi. Yeye ana uwezo wa kusababisha matatizo, yani anayesababisha matatizo ni shetani, lakini nguvu ya kuyaondoa hawezi. Hana hiyo funguo ya kuondoa. Angalia kitabu cha Kutoka, utagundua wakati Musa alipotoka mlimani alikuja na fimbo. Ile fimbo ilikuwa na nguvu ya ajabu sana, kwa sababu alipoibwaga chini iligeuka ikawa nyoka. Alikuwa na upako, alikuwa na nguvu ya ajabu sana. Alivyofanya advertise ya kutupa chini fimbo ikawa nyoka, wale wachawi na wenyewe wakaleta fimbo zao. Fimbo zao zilikuwa nyingi, yaani matatizo yalikuwa mengi. Walikuwa na fimbo, walikuwa wanaweza kusababisha matatizo kwa wingi. Yaani nyoka wanahusishwa na matatizo, nyoka wanahusishwa na kitu kibaya. Sema amina. Kwa hiyo wakabwaga nyoka ni ngapi? Wakatengeneza nyoka 7. Lakini uwezo wa kuzigeuza, wa kurudisha au kuondoa zile nyoka walikuwa hawana. Uwezo wa kuondoa yale matatizo walikuwa hawana. Yaani shetani anaweza akaleta matatizo kwako, lakini uwezo wa kuyaondoa hana. Kwa nini? Kwa sababu huo ufunguo wa kuondoa hana. Ndio maana Musa yeye alikuwa na funguo, anaweza akasababisha kitu na akakiondoa kitu, anaweza akafungua na akafunga. Sema amina. Ukiwa mtoto wa Mungu, umeokoka, umeoshwa kwa damu ya mwana kondoo, umepewa ufunguo, unaweza ukasababisha jambo na ukaliondoa jambo. Sema amina. Amen. Unaweza ukafungulia mlango na ukaufunga mlango. Ndio maana Elia aliweza kufungulia
akafungulia mvua ikanyesha, lakini akaifunga isinyeshe. Pokea funguo mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Napokea kwa jina la Yesu. Shetani, narudia tena, yeye ana uwezo wa kusababisha matatizo, lakini uwezo wa kuyaondoa hana. Wale ambao wanakimbilia sana kwa waganga, waganga watakuletea matatizo mengi, watakusababishia matatizo tu lakini uwezo wa kuyaondoa hawana. Hawa wachawi hawa waliokuwa wamemzunguka Farao walikuwa na uwezo wa kusababisha matatizo, lakini uwezo wa kuyaondoa walikuwa hawana. Kitabu kile cha Kutoka 7 mstari wa 12 utaona pale, walibwaga chini fimbo, walibwaga nini? Walibwaga chini kila mtu fimbo yake, na zikawa nyoka, lakini fimbo ya Musa ndio iliweza kumeza zile nyoka zao zote. Ukiwa na upako wakikusababishia matatizo ambayo hawawezi kuyaondoa, wewe unayameza yote. Pokea upako wa kumeza kila chochote kibaya kwa jina la Yesu. Yaani hata kama wanasababisha, sio wanarusha vitu gani, wanasababisha matatizo gani, wewe una uwezo wa kuyameza. Wewe unayenifuatilia kwa njia ya Facebook, usianze kupata shida, usianze kuhofu, usianze kutetemeka. Yesu alipokufa na kufufuka alitupa funguo, na hizo funguo ni mamlaka kubwa ya kufungua au kufunga, kuondoa chochote kibaya. Maanake unaweza ukaamrisha chochote kinachotesa mwili wako, kinachotesa maisha yako kikaondoka. Matatizo au nyoka wanaotembea kwenye mwili unaweza ukawameza. Sema amina. Amen. Ibilisi ana nguvu ya kusababisha matatizo, lakini uwezo wa kuyaondoa hana. Angalia Kutoka pale mbele kidogo tena, sura ya 7 mstari wa ngapi? Wa 22. Utaona pia Musa alisababisha nini? Alibadilisha maji yakawa damu, vijito vyote vya maji vikawa damu. Na waganga na wenyewe wakaja wakasababisha nini? Wakaanza kubadilisha maji kweli yakawa damu. Lakini Musa yeye kabidi atulie, kwamba sasa kama wanaweza kuondoa, kama wanajeuri ya kubadilisha ya maji, wayageuze sasa yarudi waweze kutumia, tutaona. Musa akakaa pembeni ili aone sasa, je, wana mamlaka tena ya kuyageuza, ya kuyaponya maji? Lakini mamlaka hiyo walikuwa hawana. Ikabidi Farao anyenyekee kwa mtumishi wa Mungu, kama Farao alinyenyekea kwa watumishi wa Mungu, ili wale watumishi waombe kwa Mungu wao, waombe ili matatizo yaondoke. Wewe ni nani? Farao aliyekuwa amezungukwa na wachawi, aliyekuwa amezungukwa na waganga wa kienyeji, aliyekuwa amezungukwa na miungu yake yote ilifeli, ilishindwa kurejesha maji, kuyatakasa maji yarudi katika hali ya kawaida. Miungu ya Farao na wale wachawi wote walishindwa kuyarejesha maji yakae katika hali ya kawaida. Maanake walishindwa kusababisha uponyaji. Anayesababisha uponyaji ni Mungu peke yake. Anayesababisha uponyaji ni Jehova Shama. Anayesababisha uponyaji ni Jehova Ire. Sema amina. Anayesababisha uponyaji peke yake ni Yesu mwenyewe. Amen. Huwezi tafuta kwingine ukapata chochote. Kule unaambulia nini? Unaambulia matatizo. Wao wana uwezo wa kusababisha matatizo, lakini kuyaondoa hawawezi. Angalia hapo wanasemaje 22. Kutoka 7 mstari wa 22 hadi 24. Kutoka 7:22 hadi 24. Kutoka 7 tusomee kwa sauti. 1, 2, 3 soma. Hujafika. Kutoka 7 ngapi? 22 kwa sauti ya juu. 1, 2, 3 soma. 20. Amna hata aliye hai hapa, aliyefika hapo. Kutoka ngapi? 7, 20 na ngapi? 22. Lakini waganga wa Misri wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, na moyo wake Farao ukawa mgumu, wala hakuwasikiliza kama Bwana alivyosema. Farao
akazunguka na kuingia nyumbani mwake, wala hata hilo hakuliweka moyoni. Wamisri wote wakachimba chimba. Sikiliza hapo sasa, ngoma iko hapo, sema amina. Mmeshafanya jeuri, lakini uwezo wa kuponya maji hamna. Wamisri wakafanyaje? Wakachimba chimba kando ya mto ili wapate maji ya kunywa, maana hawakuweza kuyanywa yale maji ya mtoni. Zikatimia siku 7 baada ya Bwana kuupiga ule mto. Sikiliza. Jeuri hawana. Kama Farao angekuwa na jeuri, basi angewaamuru wale wachawi wageuze maji wanywe. Angeamuru wale wachawi waliogeuza maji wakabadilisha, basi waponye yale maji. Shetani hana nguvu, hana ufunguo wa uponyaji. Aliye na funguo za uponyaji ni sisi kanisa. Ibilisi hana ufunguo wa uponyaji wako. Aliye na ufunguo wa uponyaji ni kanisa. Usitembee kwa hofu, usianze kuogopa, usianze kujitamkia mabaya. Wewe unazo funguo za uponyaji. Pokea neema hiyo mara 7. Napokea kwa jina la Yesu. Unaona, hawa jamaa walikuwa hawana uwezo huo. Angalia kilichoendelea. Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao, kamwambie Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa. Kwanza yale maji aliendelea kuwa vile mpaka Farao alipoinua mikono akasema, naomba Musa. Habari kufupisha tu ile, ukisoma kule mbele utaona anamsii. Yani pamoja na jeuri yake yote, pamoja na kuzungukwa na wachawi, pamoja na kuzungukwa na waganga, pamoja na miungu yake yote, alishindwa kuyaponya maji yarudi katika hali ya kawaida. Ibilisi hana nguvu ya kuponya. Aliye na nguvu ya kuponya, ambao unapaswa kujivunia kama kanisa, aliye na nguvu ya kuponya, kuhuisha, ni sisi kanisa. Sema amina. Ikabidi amnyenyekee, amwambie please, naomba usafishe, uombe kwa Mungu wako maji yafanyeje? Yapone. Ndio maana sehemu zote linapotajwa jina la Yesu unashangaa uponyaji unatokea. Sehemu yoyote panapotajwa jina la Yesu unashangaa nguvu ya kuhuisha inatokea. Mahali kokote panakotajwa jina la Yesu uponyaji unatokea. Uponyaji wa familia, uponyaji wa afya, uponyaji wa mwili, uponyaji wa oh my God, taja maeneo yote. Uponyaji wa kiuchumi, uponyaji maeneo yote unatokea. Kwani kwa sababu Yesu kazi yake ni kuponya. Tulipewa ufunguo wa kusababisha. Unaweza ukasababisha lakini ukaondoa ulichosababisha. Shetani anaweza akasababisha lakini hawezi kuondoa. Sema amina. Anaweza akafunga. Yeye anatembea na makufuli ambayo yako wazi. Akibana hana ufunguo wa kulifungua. Shetani huwa anaweza kaleta matatizo, lakini uwezo wa kuhuisha, kuyaondoa hana. Mungu alimfundisha nani? Alimfundisha Musa akiwa mlimani kwamba mimi nina uwezo wa kuponya, wa kupiga, lakini pia naweza kuponya. Sema amina. Akamwambia weka mkono kifuani. Alipoweka kifuani, alipouondoa namna hii, mkono wote unaugua, ni ukoma mtupu. Akamwonyesha sasa, nina uwezo sasa wa kuondoa hiyo shida. Weka tena kifuani. Alipoweka kifuani, alipotoa namna hii, mkono umetakasika, umekuwa kama mtoto mchanga. Sema amina. Maana yake Mungu huyu ana funguo za kuzimu na mauti, ana funguo za mbinguni na duniani, ana funguo sehemu zote. Sema amina. Amen. Yani maana yake unaweza yani kama ni wachawi wanasababisha matatizo, unaweza ukawasababishia. Alafu wewe unakaa kwa jeuri, lazima wakujie wakupigie magoti. Unawasababishia, alafu unakaa pembeni mpaka wakufuate, wakupigie magoti, please, wakuambie jamani, tunaomba utusaidie, maana hali imekuwa mbaya, tusaidie. Amen. Oh my God, tembea na Mungu mwenye mamlaka. Ruka juu, sema natembea na mamlaka kubwa. Natembea na mamlaka kwa jina la Yesu. Unaweza ukafanya chochote ukiwa na funguo. Mfanya namna hii, chokonoa kidogo, unaweza ukafungulia au ukafunga.
Mchawi akiwa anasumbua, unamwambia siku 3 utakuwa unaharisha mfululizo na hamna kuchoka, hamna kustop. Siku ngapi? Mpaka aje akupigie magoti. Sema amina. Ndio maana Musa hakuwa na shida. Akasema ni sawa, mmeweka jeuri. Maji yote yamegeuka, maji yote yamekuwa hovyo, maji yamekuwa damu, kunyweni hiyo damu. Mpaka walipokuja Farao pamoja na miungu yake, akaja akampigia, akamplease, akamwambia jamani, mtumishi wa Mungu, tuombe. Alivyolegea maji yalivyotakaswa, akajifanya mgumu tena. Wakasababisha nini? Musa akasababisha vyura. Angalia tena hapo mbele kidogo, hapo utaona vyura wengi walitokea. Kitabu kile cha Kutoka hapo 8 mstari wa 7, 8 kuanzia mstari wa 7, 8 kuanzia wa 7. Sema haleluya. Haleluya. Sema fire. Fire. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni na kuambia, mombeni Bwana ili awaondolee vyura. Anzia mstari wa 7. Anasema waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao na kuwaleta vyura juu ya nchi ya Misri. Unaona, waganga na wenyewe walileta vyura, na Musa naye akaongezea vyura wengi wa kutosha. Sema amina. Kwanza Musa ndiye alianza, alafu na waganga wakaweka. Alafu hapo mstari wa 8 anasemaje? Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni na kuambia, adabu tosha hiyo. Mombeni Bwana ili awaondoe vyura hawa kwangu. Awaondoe vyura hawa kwangu, mimi na kwa watu wangu. Ndio. Nami nitawapa watu ruhusa waende zao. Hivi ulishawahi oh my God, wewe ni Mkristo, ulishawahi kumpiga stroke mmoja? Yani unajaribu kumfunga mchawi mmoja mpaka anakuja anasema, jamani, nimeinua mikono kwa Mungu wako, naomba uniondolee shida. Mungu akupe upako huu msimu wa Pasaka. Amen. Mungu achilie hiyo funguo na hiyo mamlaka kwenye mikono. Sema amina. Amen. Unajua wanakupiga kwa sababu umekaa mpole, wanakuonea kwa sababu huna cha kufanya. Yani ni kama vile hujui cha kufanya. Unaweza ukawa na silaha, lakini ukashindwa kuitumia. Musa alisababisha vyura, wachawi na wenyewe wakafanya kweli, vyura wakatokea, lakini tofauti ni kuwaondoa vyura, tofauti ni kuondoa tatizo. Matatizo yapo, lakini nguvu ya kuyaondoa shetani hana huo ufunguo, ila wewe kanisa umepewa ufunguo. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Umekaa kwenye kiti chako, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Chochote kilichosababishwa na wachawi kwenye mwili wangu, kwenye maisha yangu, chochote kibaya kilichosababishwa na miungu ya ukoo, kwenye familia yetu, chochote kibaya kilichosababishwa na mapepo na wachawi kwenye maisha yangu, kife kwa moto, 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 kife kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote kile kibaya kilichosababishwa na wachawi kwenye maisha yangu, kife kwa moto, kife kwa moto. Chochote kibaya kilichosababishwa kwa watoto wangu, kife kwa moto, kife kwa moto. Chochote kibaya kilichosababishwa kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kife kwa moto, kife kwa moto, kife kwa moto, kife kwa moto. Chochote kibaya kilichosababishwa na wachawi kwenye maisha yangu, kife kwa moto, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kama wamekusababishia, una mamlaka ya kuondoa hicho walichokisababisha. Kama kuna mchawi kakurushia majini, wewe una mamlaka ya kuondoa hayo majini. Amen. Wamekurushia majini ya nyoka, nyoka wanatembea mpaka usiku. Wamekurushia majini ya popo, wanapiga wanakuja wanatembea kwenye mji wako. Wamekurushia majini ya nyau wanalia usiku na mchana. Hao nyau unaweza kuangamiza ghafla. Sema kufa kwa moto, kufa kwa moto.
Wamekurushia aina gani? Ni jini gani? Wamekuja kwa njia ya ofisi. Unaweza ukamgandisha ofisi ghafla kwa jina la Yesu. Wao wanaweza kuleta, lakini kuondoa hawawezi. Wewe una uwezo wa kuwasababishia, alafu na kwa jeuri ni mpaka wao wenyewe waje wakuombe msamaha, kwa sababu kuondoa ulichowasababishia hawawezi. Sema amina. Vyura wa Musa pamoja na wale wachawi waliosababisha vyura, wachawi walishindwa kuondoa vyura. Wachawi walishindwa kutakasa maji. Wachawi walishindwa kurudisha nyoka zao. Yaani walisababisha nyoka, lakini kuzirudisha zikashindikana. Ila Musa alilizimeza zote. Musa alitakasa maji. Musa aliondoa vyura. Oh my God. Wewe nini kinachotesa maisha yako alafu umekaa kimya unasema nakufa? No, una uwezo wa kukiondoa. Iwe ni mabaya waliokusababishia, una uwezo wa kuyaondoa. Pokea upako wa kuyaondoa. Napokea kwa jina la Yesu. Usitembee tu unatembea unaongea unasema hali sijui itakuaje, sijui itakuaje. No. Ukiwa na funguo nao mamlaka. Ukiwa na funguo nao mamlaka. Ruka sema ninayo funguo. Ninayo funguo. Simama juu sema ninazo funguo. Ninazo funguo. Sema amina. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Sema ninazo funguo. Ninazo funguo. Tulia kidogo nimalizie hapa. Tunaona kuna mambo wanaweza sababisha, lakini kuna viwango ambavyo vikifika hawawezi kukusababishia. Kadiri siku zinavyokwenda, kuna mambo ambayo wanaweza kuyasababisha kwa hapa mwanzoni, lakini ikifika mahali wakijaribu kuyasababisha hayawezi. Kuna level ikifika, narudia tena, kuna level ikifika hawawezi kukuzuia tena. Wale waliokuwa na kuzuia ukiwa hapa chini ukapanda hatua nyingine ukapanda, kuna level utafika hawatakuzuia tena. Wale wachawi ambao walizaliwa na familia yenu, walizaliwa kuanzia kule kijijini, walikuwa wanakutambua, wataloga mwanzoni watakusababishia, lakini wewe kazi yako ni kuendelea kumeza vile vya kwao, kumeza silaha zao. Itafika mahali watafilisika, wakijaribu manyanga yao wanashangaa hayawezi tena. Ifike level ambayo hawataweza tena. Yani vibuyu vyao sio saizi yako. Vibuyu vyao vinakuwa sio saizi yako. Oh yes. Matatizo yao yanakuwa sio saizi yako. Amen. Mambo yao mabaya yanakuwa sio saizi yako. Amen. Una level nyingine ya juu zaidi. Ruka juu sema naenda level nyingine zaidi. Naenda level nyingine kwa jina la Yesu. Fire. Level nyingine wakikusababishia, pokea upako wa level nyingine. Sema amina. Amen. Wakikusababishia wawezi. Hapa mwanzo walikuwa wanasababisha. Angalia sasa mstari wa ngapi? 8 mstari kuanzia wa 16. 16 kuanzia 16 pale. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha fimbo yako. Ndio. Ukayapige mavumbi ya nchi. Ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri. Ndio. Nao wakafanya. Haruni akanyosha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi. Ndio. Nayo yakawa chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Mavumbi yote ya nchi yakawa ni chawa katika nchi yote ya Misri. Katika nchi yote ya Misri. Hao waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, ili kwamba walete chawa lakini wasiweze. Kuna level. Mwanzo waliweza ni kama ngoma draw, lakini kuna level ambayo watafika hawawezi kukuzuia. Mwanzo walijaribu kukuzuia, lakini kuna level utafika kwenye anga fulani hawawezi kuingia kwenye hilo anga. Kuna level ambayo ukifika hawataweza. Upako ndani ya msimu wa Pasaka, wa level ambayo utakuwa nayo hawatakuweza. Ndipo wale
akamwambia Farao, jambo hili ni chanda cha Mungu. Na moyo wake Farao kawa mgumu. Chanda cha Mungu maanake siri ya Mungu. Hii ni siri hii. Hatujui hii kitu, haiwezekani hii. Sikiliza. Kuna maisha ambayo umekuwa ukiishi ni kama unapigana na vita fulani kwa muda mrefu. Umepigana na vita fulani kwa muda mrefu. Ndani ya msimu wa Pasaka, baada ya Yesu kufa na kufufuka, utukufu wake ulikuwa tofauti. Amen. Alikuwa na nguvu isiyo ya kawaida. Amen. Alikuwa na ng'aa zaidi ya jua. Amen. Utukufu wake uliongezeka zaidi. Kuna level ambayo ulikuwa kawaida, ni kama uko ngoma draw na wao, lakini kuna level itafika wakijaribu vibuyu vyao inashindikana, wakijaribu kurusha vitu vyao, wakijaribu wakuzuie pale inashindikana, mitego waliokuwa wanaitumia mwanzoni wakijaribu kukutega inashindikana. Kwa nini? Kwa sababu ni level nyingine. Simama juu, sema kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Ongea kwa sauti, sema kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Yoyote, mamlaka yoyote iliyonishikilia katika ulimwengu wa roho, ibaki pale pale, ivunjike kwa moto. Kila mamlaka ya kichawi inayoshindana na mimi, ibaki pale pale, ivunjike kwa moto. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila mamlaka inayozuia ibaki pale pale, ivunjike kwa jina la Yesu. Kila mamlaka inayonizuia ibaki pale pale, hiyo mamlaka inaivunja kwa jina la Yesu. Vunjika kwa moto, vunjika kwa moto, vunjika kwa moto, vunjika kwa moto, vunjika, 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 vunjika kwa jina la Yesu. Vunjika, vunjika kila mamlaka kwa jina la Yesu. Vunjika, 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 kwa jina la Yesu. Vunjika, vunjika kila matatizo, vunjika, vunjika kila roho ya mikosi na baraa, vunjika, vunjika kila magonjwa kujirudia, vunjika, vunjika kila roho ya hasara kwenye maisha yangu, vunjika, vunjika kila roho ya kudhulumiwa, vunjika, vunjika kila roho ya kushia njiani, vunjika, vunjika kila roho ya kuona mwisho mbaya, vunjika, vunjika kila mtego uliotegwa mbele yangu, vunjika kwa jina la Yesu. Vunjika, vunjika kila aina ya magonjwa yaliyotegwa mbele yangu, vunjika kwa moto, vunjika kwa moto, vunjika kwa moto kila roho ya kukandamizwa, vunjika kwenye maisha yangu, vunjika kwa moto, vunjika kwa moto, vunjika kwa moto kila roho ya aibu, vunjika, 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 vunjika roho ya kushia njiani, roho ya kushia vibaya, vunjika, vunjika kwenye maisha yangu kila magonjwa yasiyokuwa na dawa, vunjika, 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 vunjika kwa jina la Yesu. Vunjika kila roho za mbele yangu, kila uchawi wa kipepo uliosimama mbele yangu, vunjika kwa jina la Yesu. Vunjika kwa moto, 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 vunjika, 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 kwa jina la Yesu. Vunjika, 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 vunjika kila mamlaka iliyosimama mbele yangu ivunjike kwa jina la Yesu. Vunjika, vunjika kila mamlaka ya kipepo, mamlaka ya kichawi iliyosimama mbele yangu, vunjika, vunjika kila nguvu, vunjika nguvu ya uovu, vunjika, vunjika mbele yako, vunjika mbele yako, vunjika mbele yako, jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
Nyosha mikono, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mamlaka ya kichawi, kila mamlaka ya kichawi iliyosababisha matatizo ya kudumu kwenye maisha yangu ivunjike. Kila mamlaka ya kuzimu iliyosababisha matatizo ya muda mrefu, magonjwa ya muda mrefu, uharibifu wa muda mrefu kwenye maisha yangu, hiyo mamlaka ivunjike, iharibiwe kwa jina la Yesu. Kila mamlaka, iwe ni magonjwa ya muda mrefu, ivunjike kwenye maisha yako. Vunjika. Kila mamlaka, kila nguvu iliyosimama mbele yako ivunjike kwa jina la Yesu. Kila magonjwa yaliyosimama mbele yako yavunjike kwa jina la Yesu. Kila mikono ya mikosi ivunjike kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya uharibifu iliyosimama mbele yako vunjika. Baba, ninatangaza tena, yeyote ambaye amesababishiwa matatizo kwa muda mrefu yamedumu kwenye maisha yake, ninaamuru kwa mamlaka ya upako, mamlaka ya kumeza hayo matatizo, mamlaka ya kung'oa hayo matatizo, mamlaka ya kukatakata hizo kamba, mamlaka ya kung'oa hizo mnyororo, mamlaka iingie ndani yako, ing'oe hizo mamlaka zote za kipepo. Iwe kuna mahali ulifungwa kwa muda mrefu, ulishikiliwa kwa muda mrefu, magonjwa ya muda mrefu, kama vile ambavyo mamlaka ya Musa iliondoa matatizo, ninaamuru hilo tatizo liondoke ghafla kwa jina la Yesu. Iwe kuna kifungo cha aina yoyote, roho inaofanya kazi kwenye maisha yako iliyosumbua kwa miaka mingi, iliyoanza kwa babu yako, bibi yako, inaofuatilia hayo matatizo, leo ni mwisho. Sema leo ni mwisho. Tangaza tena, sema leo ni mwisho. Kila mateso leo ni mwisho. Iwe kuonewa leo ni mwisho. Iwe kupata hasara leo ni mwisho. Kwa jina la Yesu. Musa aliondoa, Musa alisababisha, wachawi nao walisababisha, lakini alikuwa na nguvu ya kuondoa. Upako huo uko ndani yako. Upako huo uko juu yako. Upako huo unao tayari. Kwenye kinywa chako unao ufunguo. Unaweza ukatamka kurimove chochote, kuondoa chochote, na ikatokea kwa jina la Yesu. Yesu akasema nimewapa mamlaka. Sio tu mamlaka ya kukanyaga, yani hata miguu yako unaweza ukawakanyaga na wasiinuke tena. Nini kinachoinuka kwenye msimu wa Pasaka baada ya Yesu kufa na kufufuka? Mamlaka iliachiliwa kwa kanisa. Mamlaka yako imeongezeka. Usitembee kinyonge. Usiishi kinyonge. Usiishi kinyonge. Usiishi kwa kuangalia watu. Usiishi kwa kuangalia watu. Usiishi, oh my God, usiishi kwa kuangalia watu. Usiishi kinyonge. Tembea ukiwa unamtambua Mungu wako. Hiyo ndio kumfahamu Mungu kibinafsi, kumtafuta kibinafsi, kumtambua kibinafsi, kumtumia kibinafsi. Sema amina. Unamfahamu Mungu wako. Sema amina. Hautaonewa tena, hautakwama tena, hautazuiliwa tena. Mamlaka iko juu yako. Empokea ufunguo. Fanya namna hii, sema ninao ufunguo. Elia alikuwa na funguo, akafunga mvua mpaka washike adabu. Sema amina. Alafu ndipo akaifungulia. Nini kinachokusumbua? Unaweza ukatamka kwa maombi haya ya muendelezo wa siku 20. Unaweza ukatamka ukasema, jambo fulani kuanzia leo silitaki tena kwenye maisha yangu. Hali hii inayoendelea kwenye maisha, naipa siku hizi 21 ipotee mazima, haitarudia tena. Ugonjwa ulioambiwa hauna dawa, na upa masaa yote, siku zote hizi 21 upotee. Sema kabisa. Umaskini huu, maisha haya
niliyoishi kwa muda mrefu, yaliyoning'ang'ania kwa muda mrefu, na yapa siku 21 kuanzia sasa. Amen. Sema amina. Hii hali ya maisha ipotee kabisa, haitarudi tena. Amen. Unayo mamlaka. Amen. Sema ninayo mamlaka. Ninayo mamlaka. Funga mkono wako juu. Sema ninayo mamlaka. Ninayo mamlaka. Sema ninayo mamlaka. Ninayo mamlaka ya kuondoa na kusababisha. Sema amina. Amen. Nyosha mikono yako juu. Baba, ninatangaza upenyo. Unaweza ukajiunganisha na sadaka yako. Ikiwa leo ni siku ya 3 ya maombi, unaweza ukajiunganisha na sadaka yako kwenye madhabahu, kagusa madhabahu, kamwambia Bwana Yesu, najiunganisha na moto huu wa maombi haya. Sema amina. Na wewe tufuatilia kwa njia ya Facebook, unaweza ukatuma maombi yako 7. Ukatuma maombi yako 7 au maono yako ulionayo, maombi mazito ulionayo, unataka ni Mungu afanye mwaka huu, alafu tuma, alafu tutaanza kuomba. Ndani ya maombi haya ya siku 21 kuna kitu kitatokea. Na wewe uliyeko mahali hapa, andika maombi hayo, lete kwa imani. Kumbuka siku zote, mtu anayeomba siku zote, asiyejali matokeo, kwamba kuna matokeo au hakuna matokeo, huyo mtu ni mtu hatari sana. Huyo ni mtu ambaye mashetani wanamwogopa. Ogopa mtu ambaye anaendelea hata kama hakuna matokeo, anaendelea. Huyo mtu ni mtu hatari. Kwa hiyo unapoomba usikate tamaa. Hata kama uliomba haukuona matokeo, endelea. Mwisho wa siku kuna jambo litatokea la ajabu. Andika maombi hayo 7, yalete kuanzia kesho. Nyosha sadaka yako, alafu njoo madhabahuni. Baba, ninaamuru malaika wa mfunguo, malaika wa ufunguo, malaika wenye funguo wafungulie uchumi. Gusa madhabahu, kimbia. La Yesu Kristo. Piga kelele, sema amina. Sema tayari. Nyosha mikono yako juu. Baba, tunaomba yeyote ambaye ana mateso ya aina yote, anayetufuatilia, shida ya mgongo ikuachie ghafla. Amen. Shida ya kichwa pona ghafla. Amen. Shida ya miguu, dalili za kupooza, hizo dalili zitoweke ghafla kwa jina la Yesu Kristo. Matatizo ya tumbo la uzazi, ninaamuru malaika anayesababisha uponyaji aingie, aondoe uvimbe tumboni. Amen. Apasue uvimbe, upasuke ghafla kwa jina la Yesu. Wewe unayeniangalia mahali popote ulipo, unapo comment amina kwa sauti ya juu, amina kwa herufi kubwa, kuna kitu kinatokea. Eneo lolote la maisha ambalo umefungwa kwa muda mrefu, kuna kitu ambacho kimekushikilia kwa muda mrefu, kilisababishwa na wachawi miaka 10 iliyopita na hakijawahi kuondolewa. Ghafla ninaamuru malaika akiondoe ghafla kwa jina la Yesu. Uvimbe uliosababishwa na wachawi kwa miaka 20 iliyopita, miaka 7, miaka 3 iliyopita, ambao haujawahi kuondoka, ninaamuru malaika aondoe uvimbe ghafla kwa jina la Yesu. Huo uvimbe upotee ghafla kwa jina la Yesu. Matatizo yoyote yaliyosababishwa na wachawi, iwe ni maisha yako yote umeishi, iwe ni tangu kuzaliwa, matatizo yaliyosababishwa na miungu ya ukoo ambao hayajawahi kuondoka, ninaamuru kufumba na kufumbua. Kama vile ambavyo Musa aliondoa vyura ghafla, kufumba na kufumbua, hayo matatizo yang'oke ghafla. Sema ng'oka. Sema tena ng'oka mara 3. Mara ya pili, mara ya 3. Tatizo lolote, iwe ni la kiuchumi, matatizo ya umaskini, hali ngumu isiyoisha iliyochukua muda mrefu, ninaamuru hiyo hali ipotee ghafla kwa jina la Yesu Kristo. Ipotee ghafla kwa jina la Yesu Kristo. Kanyaga chini, sema asante Yesu, nimeachiliwa, nimefunguliwa,
nimepona. Anza kutamka uponyaji maeneo yote. Tamka kwa imani, tamka kwa imani. Huku unapiga hatua, unatembea huku na huku, unatamka kwa imani. Kwa jina la Yesu napokea nguvu, napokea uponyaji maeneo yote ya kiuchumi. Uchumi wangu umeinuliwa, maisha yangu yamepanda juu, sitakuwa chini, sitafeli, sitaanguka. Kwa jina la Yesu naongezeka zaidi, katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele, sema amina. Baba, asante kwa nguvu ya neema, na waficha kwenye nguvu ya damu ya Yesu, na wabariki wote wanaoshiriki maombi haya. Wacha maombi haya yakasababishe kitu kikubwa cha ajabu cha kihistoria katika maisha yao. Msimu huu ukabadilishe kabisa maisha yao, katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wote tuseme amina. Mungu akubariki sana. Amini nguvu ya Mungu, amini upako. Ukiwa usiku wa manane, endelea kuchochea. Kazi ya upako huu ni kuanza kuondoa aina yote ya matatizo, hata kama yalikaa miaka 20. Kumbuka nimesema shetani anaweza akasababisha, wachawi wanasababisha matatizo, lakini hawana uwezo wa kuyaondoa. Ndio maana kuna watu hapa unashangaa uvimbe ulikaa miaka 20, naomba naye ghafla unashangaa uvimbe umetoweka. Ni kwa sababu kuna mamlaka ya kiungu inayoweza kuondoa hayo matatizo. Sasa tumia hiyo mamlaka, ondoa kila aina ya tatizo lililosababishwa hata ni miaka yote ya maisha, lililosababishwa miaka yote. Tumia maombi usiku wa manane, omba kwa bidii, ondoa hayo matatizo kwa mamlaka. Ufunguo unao, mamlaka unayo. Gusa jirani yako, mwambie mamlaka unayo, tumia hiyo mamlaka. Sema tayari. Mpe Yesu makofi mengi mazito. Jifunike kwa damu ya Yesu. Jifunike kwa damu ya Yesu. Tamka, jifunike kwa damu ya Yesu. Sema najificha kwenye nguvu ya damu ya Yesu, kuanzia utosi wa kichwa mpaka wa miguu. Damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Tunajifunika kwenye nguvu ya damu ya Yesu. Chora ishara ya msalaba. Sema najifunika kwa damu ya Yesu, kuanzia utosi wa kichwa mpaka wa miguu, njia zote, barabara zote. Damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Kila mahali katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba siku ya kesho tutakuwa na maombi. Baada ya maombi hapa nitakuwa nagusa mtu, tutakuwa tuna deliverance operation ya kufunguliwa. Kwa chochote ambacho kina muda mrefu kimekushikilia, jiandae vizuri. Siku ya kesho ni siku gani? Alhamisi. Tunajiunganisha na upako. Bwana Yesu nawabariki. Wanapotoka mahali hapa, ulinzi utangulie njia zao, barabara zao, maeneo yote, katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ikufiche, malaika wakutangulie, katika jina la Yesu Kristo. Ita damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Jifunike damu ya Yesu mara kwanza, njia zote, barabara zote. Tunaita damu ya Yesu Kristo kila mahali. Damu ya mwana kondoo ikatufiche, familia zetu, watoto wetu wakalindwe na nguvu ya damu ya Yesu kila mahali. Damu ya mwana kondoo ikatufiche na kutuatamia, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi Mungu akubariki, neema ya Mungu iwe juu yako. Kumbuka tena siku ya kesho kuanzia saa 10. Lakini wewe Mungu ambaye amekubariki simu yako nzuri, basi unaweza ukaingia kwenye kipindi cha leo, ukalike, ukacomment na